ya Tanzania. Jina langu ni Tempekuz.com. Kazi yangu ni moja, kukusogezea habari popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Huku rais wa heshima wa klabu ya Wanalunyasi Wekundu Msimbazi Simba, Mohamed Dewji, baada ya ushindi wa jana ambapo Simba waliweza kupata ushindi wa magoli mawili, magoli yaliyoweza kufungwa ama kuwekwa kambani na Leandre Will Esomba Onana dakika ya 32 na dakika ya 36 mchezo wa raundi ya 4 katika mchuano ya klabu bingwa barani Afrika. Rais wa heshima wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba alifurahishwa na kitendo ambacho kilichoweza kufanywa na baadhi ya wachezaji Wekundu Msimbazi kuweza kujikusanyia alama 3 za mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Mheshimiwa rais wa heshima Mohamed Dewji kuishia hapo. Baada ya ushindi siku ya jana, aliweza kutoa ofa ya shilingi milioni 50 kwa timu nzima kwa ushindi ambao waliweza kupata siku ya jana. Leo majira ya saa 11 ya jioni, katika ofisi ya Mohamed Dewji mjini Masaki, aliweza kualika ama kufanya mazungumzo na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Albin Kramo, ikiwa yeye alikuwa majeraha huko nchini Ivory Coast, na baada ya kutoka Ivory Coast alirudi nchini Tanzania, na baada ya kutoka nchini Tanzania alipelekwa nchini Tunisia kwa matibabu zaidi ya goti la mguu ambalo lililokuwa likimsumbua mara kadha wa kadha. Rais wa heshima wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Mohamed Dewji, lengo la kumuita Albin Kramo katika ofisi za klabu ya Simba na hususan katika ofisi ya kwake ambayo ni kwa ajili ya mambo yake binafsi pamoja na kampuni yake ya Mohamed Enterprises. Rais wa heshima Mohamed Dewji ameweza kufanya kikao kifupi na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Wanalunyasi Msitu Mwita. Lengo ni kutaka kuzungumza naye na kupeana maneno kadha wa kadha. Miongoni kati ya yale ambayo aliweza kumitia Mohamed Dewji Albin Kramo katika ofisi ya kwake, Mohamed Dewji aliweza kumwambia kwamba kwa hivi sasa tuna imani afya yako iko bora zaidi, hakuna majeraha yoyote yanayoweza kukusumbua kwa siku za hivi karibuni. Majeraha ambayo yalikuwa kikusumbua siku zote sasa yamesha kwisha. Tunachokihitaji kwa hivi sasa, urejee uwanjani, nenda kaoneshe mashabiki wa Simba, wanachama wa klabu ya Simba, kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Tuna imani makubwa na kiwango chako na ubora uliokuwa nao wa kulisakata kabumbu, na tunajua uwezo wako ndio ulioweza kupelekea uongozi wa Simba kuweza kufanya usajili wa kukutoa katika klabu ya ASEC Mimosas na kurejea katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Uongozi wa Simba hatuwezi tukakata tamaa kwa ubora uliokuwa nao. Tumeweza kukuhudumia pale ambapo ulipokuwa na majeraha, kukupeleka nchi mbali. Lengo ni kukurejesha katika ubora wako na kurejea katika dimba, uendelee kulisakata kabumbu. Uwezo uliokuwa nao ni mzuri zaidi, na tunahitaji nenda uwanjani ukaoneshe kwamba wewe kwa nini Simba waliweza kukusajili, kukutoa Ivory Coast na kukuleta katika ardhi ya Wanalunyasi Wekundu Msimbazi nchini Tanzania kuja kuoneshea ubora uliokuwa nao. Hayo ndio maneno ya mwekezaji Mohamed Dewji kumwambia Albin Kramo, kwa maana kwamba baada ya kupona sasa inahitajika rejea uwanjani na aende kuonesha mashabiki wa Simba kwa ubora aliokuwa nao. Huku na kule, Albin Kramo ameweza kumjibu rais wa heshima Mohamed Dewji, mwekezaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, Simba Sports Club, ameweza kusema kwamba
Nashukuru kwa kile ambacho walichoweza kufanya uongozi wa klabu ya Simba, kuweza kunipigania afya yangu, kunipeleka katika mataifa mbalimbali. Lengo ni kuhitaji kwenda kuyaponya maradhi yaliyokuwa yakinikabili, maradhi ya goti, na kwa hivi sasa niko timamu, niko tayari kwenda kuonesha mashabiki Simba, kwenda kuonesha kile ambacho nilichokuwa nacho. Uongozi wa Simba hawakufanya makosa pale ambapo walipoweza kunisajili kutoka Ivory Coast kunileta klabu ya Simba, kwa maana kwamba wao wanafahamu ubora niliokuwa nao, na bado nitaendelea kuonesha ubora pale ambapo nilipokuwa nimeonesha ubora katika klabu ya ASEC Mimosas. Ule ni ubora wa 50%. Sasa narejea uwanjani kwenda kuonesha kile nilichokuwa nacho, na pia na waahidi mashabiki wa Simba nitawapa furaha, nitawapa kile ambacho nilichokuwa nacho na ubora niliokuwa nao. Hayo ndio maneno ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Albin Kramo kuzungumza na mwekezaji wa klabu ya Simba na rais wa heshima wa klabu ya Simba Bwana Mohamed Dewji. Mbali na kikao hiko cha muda mfupi walipoweza kuzungumza kati ya mwekezaji Mohamed Dewji pamoja na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Albin Kramo kumaliza mazungumzo yao ambayo iliweza kukaa chini kuzungumza kwa kina zaidi. Baada ya muda mrefu ama muda mfupi kwenye kikao hiko cha dharura, ambapo alipoweza kumuita Albin Kramo katika ofisi za Mohamed Dewji Masaki, baada ya muda mfupi aliyekuwa CEO wa zamani wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Barbara Gonzalez aliweza kuja na yeye pia kuja kuzungumza maneno mawili matatu ya klabu ya Simba, mwenendo wa klabu ya Simba, yapi matarajio ya klabu ya Simba. Unafahamu ya kwamba Barbara Gonzalez aliondoka kwenye klabu hiyo na kujiuzulu pale ambapo alipoweza kuweka bayana sababu zilizoweza kumfanya awe pembeni na klabu hiyo ya Simba. Huku na kule, Barbara Gonzalez lengo la kuja kuzungumza na Mohamed Dewji amesema kwamba kwa sasa kikosi cha Wekundu Msimbazi kipo imara, na hata ukitazama ushindi ambao Simba waliweza kupata siku ya jana, hili linaimarika kwa siku zinavyozidi kuongezeka. Nacho kiomba kwa hivi sasa mumpe ushirikiano mkubwa na kocha Abdul Hakim Benchika pale ambapo kunapokuwa na mapungufu kwenye kikosi cha Simba, basi bila shaka weka nguvu yako, weka fedha, ili mwisho wa siku waweze kusajili wachezaji anao wahitaji. Hatua wanayokuendea klabu ya Simba sio hatua ya kubeza tena. Wana alama 5, na huku aliyekuwa juu ya Simba ni ASEC Mimosas akiwa na alama 10, ambaye yeye ameshajikatia tiketi ya kufuzu robo finali kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kinachohitajika kwa hivi sasa, wewe rais wa heshima na mwekezaji wa klabu ya Simba, endelea kuwekeza nguvu katika kikosi cha Simba. Nenda kaongeze pale ambapo kulipokuwa na mapungufu, nenda kawape imani, nenda kawape nguvu, nenda weka fedha, leta usajili ama wachezaji waliokuwa bora zaidi. Hilo ndio neno ambalo Barbara Gonzalez aliyeweza kumwambia mwekezaji Mohamed Dewji. Hilo unaweza ukashangaa kwa nini